Aya niliyoisoma ni 47 katika sura Al-Anbiya. Allah anasema wanadha'u al-mawazina al-qista li yawmi al-qiyamah, na tutaweka mizani za uadilifu katika siku ya kiyama kwa ajili ya kupima matendo ya wanadamu. Fala tudhlamu nafsun shay'a, na hakutakuwa na nafsi yoyote itakayodhulumiwa. Hakuna nafsi itakayodhulumiwa chochote. Mizani za Allah tabaraka wa taala ni za uadilifu, amezisifu. Ukiangalia katika kuzielezea mizani hizi, almawazina alqista, maana yake ni mizani yenye uadilifu, kana kwamba Allah tabaraka wa taala atakatofautishe mizani yake na mizani za kibinadamu duniani. Ukiangalia mizani zetu si zenye sifa hiyo. Wafanya biashara wamekuwa wajanja hasa katika zama hizi, na Allah tabaraka wa taala alilizungumzia katika surati al-Mutaffifin, wailul lilmutaffifin alladhina idha talu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adhim yawma yaqumu an-nasu lirabbil alamin. Adhabu kali ni ya wale wenye kupunguza vipimo. Allah tabaraka wa taala alijua fika kwamba kuna wanadamu hawatakuwa waadilifu katika mizani. Ndiyo maana mizani zake hapa akazisifu na sifa ya uadilifu, kwa sababu ajua kwa wanadamu hakuna hilo. Wanadamu wanachopenda, akinunua kwa mwenziwe, tumeelewana, atakampunguzie yule anomuuzia, anonunua kwake. Lakini akimuuzia mwenziwe atakampunje. Na hivi wafanya biashara ndio mara nyingi hivi mizani zile zinatiwa mikono. Mfanya biashara sio wote wako mashallah ambao ni waadilifu, hawezi kukosekana katika jamii wa sampuli hiyo, wapo, lakini ni wachache. Mizani ile yatiwa mkono ili mnunuaji akija apunjwe japokuwa ni gramu chache, imfaidishe yeye mfanya biashara. Lakini akaenda kununua kwa mkulima atakayekerumbesa, atakwambia bwana, ili gunia mbona bwana alijaja vizuri bwana, ungeniwekea kijirumbesa, kwa sababu anunua yeye. Lakini akimuuzia mlaji atakampunje. Wailul lilmutaffifin alladhina idha talu ala an-nasi yastawfun. Allah watu wa sampuli hiyo amewekea adhabu kali siku ya kiyama. Ndiyo maana mizani zake anazisifu na uadilifu. Mizani ya Allah tabaraka wa taala haitomzidishia yule aliyokosea wala haitompunguzia yule aliyopatia. Ulichokifanya duniani ndio hicho hicho utakapolipwa, madamu mizani ya Allah imeonyesha iko hivi. Kwa hiyo anasifu, anasema wanadha'u almawazina alqista, na tutaweka siku hiyo au tutaweka mizani za uadilifu liyaumil qiyama, kwa ajili ya siku ya kiyama kupima matendo ya wanadamu. Fala tudhlamu nafsun shay'a, analeta kwa tankiri, nakratun fi siyaqi nafi yufidu al-umum. Anasema hakuna nafsi ya aina yoyote itakayopunjwa na kudhulumiwa chochote. Angalia, kumekuja kwa nakra mbili kwa wakati mmoja. Nafsun ni nakra, alafu kuna shay'an ni nakra. Maana yake Allah hatomwangalia mtu usoni kama tunavyofanya duniani, kwamba huyu kwa sababu atoka sehemu fulani, ngojea nimfumbie jicho kwenye matendo yake, nimzidishie au nimpunguzie. Wala hatoangalia kilichofanywa shay'an, kwamba kwa sababu hiki kilikuwa na sura fulani basi nikipunguze au nikizidishe. Hatoangalia mtu usoni wala hatoangalia kilichofanywa. Mizani yake itakuwa iko sawa sawa. Ogopa siku hiyo, ogopa sana siku hiyo, kwamba hakuna atakayepunjwa wala hakuna atakayezidishiwa kwa upendeleo wala kupunjwa kwa kuonewa. Ni siku nzito ambayo mwanadamu atakiwa awe kwenye istidadi nzito. Jamani, siku hiyo kuikabiliana nayo yataka juhudi, sio ujanja kwenye ibada, kwa sababu hakuna kupenyeza. Wenyewe Waswahili wanasema kwenye udhia sasa hivi rupia zapenyezwa sana duniani. Mtu kontena lake limekwama labda bandarini, atapenyeza
itapitishwa kwa magendo. Sijui ameenda sehemu fulani pana ukali, atapenyeza kidogo. Sio akhera kwa Allah tabaraka wa taala, hakupenyezwi kitu. Kwa hiyo kule ni original, matendo original yako ndiyo imma yatakayekuinua daraja au yatakayekudumaza wewe katika adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Allah tulinde na hayo. Fala tudhlamu nafsun shay'a, hakuna nafsi yoyote itakayodhulumiwa kitu chochote. Wa in kana mithqala habatin min khardalin, na itakapokuwa matendo ni sawa na uzito wa punje ya khardali. Katika punje ndogo duniani inopigwa mifano, hakuna kama punje ya khardali. Ni ndogo, hata punje ya mchanga pia ni kubwa. Tumeelewana Punje ya mchanga pia ni kubwa, ndio punje ndogo zaidi duniani inapigwa mfano. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anasema hata matendo ya mtu yawe ni uzito na wizani wa punje ya khardali udogo wake. Tumeelewana Allah asema ataina biha, tutaiendea na kuilipa hata iwe vipi. Ndio pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la tahqiranna min alma'rufi shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin, wa fi riwaya biwajhin taliq. Usidharau katika wema chochote, kwamba ukaona hili mbona dogo, nitalifanya vipi hili dogo hili, au katika dhambi ukaiona hii ni ndogo itachukuliwa vipi. Usidharau kufanya wema hata kwa aina gani. Usidharau hata kama kukutana na ndugu yako tu kwa uso wa bashasha ukamfurakia, bwana umemkaje bwana, za asubuhi watoto wa jambo bwana, ile pia unapata thawabu. Tabasamu fi wajhi akhika sadaqa, kutabasamu tu na kufurahi kwenye uso wa mwenzio akakuona kwamba umfurahikia, unaandikiwa thawabu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Sasa sio hivyo kwa Allah tabaraka wa taala, hilo lina thamani kama vile ambavyo dhambi pia usidharau ukaiona hii ni ndogo. Allah anasema hata ikiwa ni punje ya khardal, Allah tabaraka wa taala atailipa kwa udogo wake ilivyo. Siku hiyo ambayo Allah tabaraka wa taala hatotaka kumdhulumu mtu. Wama rabbuka bidhallami lilabid, Mola wako hana sifa ya kudhulumu mtu. Na mwanadamu atashangazwa, kwa sababu wanadamu saa nyingine tughafilika, tuona ili labda ni jambo la kawaida, lakini siku atakapowekewa mbele yake matendo aliyoyafanya, ndipo atakaposhangaa hili pia Mungu akulifumbia jicho. Allah anasema siku atakayosema watu wabaya, mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Watu watasema ni uandishi gani huu, usiacha kikubwa wala kidogo. Hivi pia tuliviona vya kawaida, kumbe pia vimeandikwa kwenye daftari. Lakini Allah, kwa sababu katika moja ya majina yake yeye ni adlun, kama ni adili basi kikubwa kidogo utakwenda kikuta. Mwenyezi Mungu ajalie yale tutakayofanya yawe ni katika mema. Wa in kana mithqala habba, japokuwa tendo hilo au jambo hilo litakuwa ni uzani wa punje min khardali, ya khardali, ataina biha, Allah anasema tutaijia, tutaileta na tutailipa. Wakafa bina hasibin, inatosha sisi kuwa ni wenye kuhesabu kila kitu. Inatosha, yani tosheka mwanadamu kwamba utakwenda hesabiwa kila kitu. Allah anayo sifa hiyo, atahesabu. Sasa haya, kwa nini Allah ameyasema haya? Ameyasema haya ili mwanadamu awe na uzinduki, azinduke katika mughafala, ili ajue kwamba kila kitu kumbe kitahesabiwa na Allah tabaraka wa taala. Kama vile walivyokuwa wafanyakazi baada ya muda wanahesabiwa yale matumizi na vitu walivyoingiza katika mashirika yao, katika sehemu zao, na Allah tabaraka wa taala atakwenda tuhesabu katika matendo yetu. Walaqad ataina Musa wa Haruna al-furqana wa dhiyaa wa dhikran lilmuttaqin. Allah anaifungua aya hii kwa kiapo. Unapoona siku zote imekuja walaqad au laqad, basi ujue hapo pana kiapo. Wafasiri wanasema ni lamu waqi'atu fi jawabil qasami mahdhuf taqdiruhu wallahi laqad ataina Musa wa Haruna al-furqan. Wallahi tumempa Musa, au kwa yakini
tumempa Musa na Haruna, tumempa furukani chenye kufarikisha haki na batil. Musa amepewa nini? Kitabu gani Musa amepewa? Amepewa Taurati. Kwa hiyo Taurati Allah anaisifu kwamba ni Al-Furqan. Kama Qur'ani pia Allah ameita kwenye sehemu nyingine kwamba nini? Al-Furqan. Miongoni mwa majina ya Qur'ani ni Al-Furqani. Na miongoni mwa majina ya Taurati ni nini? Al-Furqan. Kwa nini imeitwa Furqani? Li'annahuma yufarriqani baina al-haqqi wal-batil. Ukisoma Qur'ani utaona haki imekuwa wazi na batil imekuwa wazi, inatofautisha. Na ukisoma Taurati wakati wa Musa nao ni hivyo hivyo, inatofautisha kati ya haki na nini? Na batil. Ndio maana Allah tabaraka wa taala vitabu vyake amevisifu kwamba ni Al-Furqan. Na ili ujue kwamba inokusudiwa ni Taurati, ndio maana Al-Furqani imekuwa ni muarraf bi al wal lam. Imepata alif na lam. Al-Furqani al lil'ahdi adh-dhihni, kwamba tunajua hicho ni kitu gani kinachotajwa. Tumeelewana Ndio maana kupata alif na lam. Walaqad ataina Musa wa Haruna al-Furqan, kwa yaqini tumempa Musa na Haruna kitu chenye kupambanua kati ya haki na batil, wa dhiyaan, na tumempa nuru na mwangaza, wa dhikra lilmuttaqin, na tumempa ukumbusho kwa ajili ya wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Dhiyaan wa dhikra ni ule mwongozo ambao Musa alikuwa akiutoa kwa watu wake. Tumeelewana Mwongozo ambao unatoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yoyote unakuwa ni sawa na nini? Na nuru. Kwa hiyo dhiyaan ameufaninisha ule mwongozo kwamba ni nuru, kwa sababu ukipata mwongozo unaona njia ya kuendea. Tumeelewana Kwa hiyo Qur'ani ni dhiyaan, Taurati ni dhiyaa, kwa sababu kuna mwongozo unapatikana na nuru inapatikana watu kuona katika usawa. Wa dhikra lilmuttaqin, na hali ya kuwa ni ukumbusho kwa wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Alladhina yakhshawna rabbahum bilghaibi, wale ambao wanamwogopa Mola wao kwa siri bila ya kumuona. Wale ambao wanamwogopa Mola wao kwa siri bila ya kumuona, hawa ndio watakopata nuru kupitia kwenye Taurati na kwenye Qur'ani. Leo kama sisi tunamnyenyekea Allah, tunamwabudu Allah, lakini hatumuoni. Na ndio maana siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, nina shauku ya kukutana na vipenzi vyangu. Maswahaba wakasema, kwani sisi sio vipenzi vyako Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtume akasema, hapana, wapo vipenzi vyangu, nyinyi ni maswahaba wangu. Vipenzi wangu ni wale ambao wataniamini mimi wakati hawakuniona. Na shauku nikutane nao mbele ya Allah tabaraka taala. Kwa hiyo sisi ambao tumemwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam bila ya kumuona, Mtume ametuita ni penzi wake. Na wallahi imani hiyo ni imani kubwa, ni imani kubwa sana, kwa sababu waamini kitu ambacho hujakiona. Leo tumekuwa wakali Mtume anapotusiwa, ni sawa, kwa sababu imani zetu ziko hivyo. Leo tumekuwa tukifuata mafundisho aliyoyafundisha Mtume, ni sawa, pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam hatujamuona. Lakini ni jambo zito kuamini kitu ambacho hujakiona. Ni jambo zito sana. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale ambao watakuja baada ya maswahaba wakamwamini yeye bila ya kumuona, hawa amewaita vipenzi vyake, na anasema ana shauku wa kukutana nao katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Inshallah Allah tukutanishe na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo unapomwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja ukumuona, maana yake unamwamini Allah. Alladhina yu'minuna bilghaibi, wale ambao wanaamini kwa siri, kwa vitu ambavyo vya ghaibu wa kuviona. Kimoja ni Allah, sisi hatumuoni Allah, lakini kwenye mioyo yetu tunamuona kwa imani zetu. Kwa hiyo hawa Allah tabaraka wa taala anawasifu, anasema alladhina yakhshawna rabbahum bilghaibi, wale ambao wanamuogopa Mola wao kwa siri, wanamuogopa Mola wao kwa ghaibu. Wahum minas saati mushfiqun, na wao ni wenye kukiogopa kiyama vile vile. Na wao katika kiyama wanakiogopa vile vile. Kiyama si mchezo. Advertise za kiyama si mchezo. Kwanza ulimwengu utakuwa sio ule ambao tumeuzoea. Allah tabaraka wa taala asema, idha samaa unshaqqat wa adhnat li rabbiha wa huqqat. Tumeelewana
pindi mbingu zitakapopasuka pasuka zikanyenyekea kwa Mola wake na zikatii. Wa idhal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, na ardhi nayo vile vile itapojikunjua ikavitoa vile ambavyo viko ndani ya ardhi. Ardhini vilivyozama kwenye ardhi vyote vitatoka siku ya kiyama, iwe ni madini iwe ni wanadamu. Hakuna ambacho kitabakia kwenye ardhi. Lakini haya yote ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya hiyo siku ya kiyama, mtingishiko wake. Idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha, siku ardhi itakapotingishika mtingishiko wake na ikatoa yale ambayo yako chini yake. Mwanadamu atakapoona atasema hii ardhi leo ina nini? Lakini Allah tabaraka wa taala ametaka ifanye hivyo. Kwa hiyo mwenye imani na yule ambaye atapata nuru ya Allah tabaraka wa taala ni yule ambaye anamwamini Allah kwa ghaibu, lakini vile vile siku zote yuko kwenye hofu ya kuogopa siku hiyo ya kiyama, kwa sababu ni siku nzito. Manabii wenyewe kwa wao itakuwa ni nzito, pamoja walifanya makosa na walisamehewa. Mfano Musa wakati akimwamua yule Mkiptwi pamoja na Mwisraeli, mkono ulimpata yule mfuasi wa Firauna akafa. Akaona ni dhambi kubwa hii, na kweli kuua ni dhambi kubwa, lakini Allah tabaraka wa taala alimsamehe. Ukiangalia Ibrahim, yeye pia kuna jambo ambalo linamtesa na litamtesa zaidi siku ya kiyama. Yeye pale aliposema uongo kwamba aliowavunja hawa ni huyu mkubwa wao. Tutakuja kuona liko kisa hicho kiko kwenye aya hizi ambazo tunaenda nazo. Alipoingia kuvunja yale masanamu Ibrahim, baada ya kumaliza masanamu kuna mkubwa wa sanamu alimwacha. Imamu Mujahid anasema alichukua ile shoka aliwavunjia wale wadogo, alafu akaiweka begani kwa lile jisanamu kubwa ambalo wameliacha salama. Kwa hiyo walivyorudi wenyewe kutoka katika sehemu zao za ibada, wakawa wanatafuta ni nani amefanya vile. Walivyouliza wakaambiwa kwamba kuna kijana hapa mimi nilimsikia akisema kwamba atakawafanyia jambo baya sana haya masanamu. Nafikiri ndio yeye Ibrahimu alivyotafutwa kuulizwa lile jambo akasema bal fa'alahu kabiruhum hadha, aliyoyafanya hayo ni huyu mkubwa wao, muulizeni. Lakini akiitakidi ni nani? Ni yeye. Hebu angalia mazingira haya, lakini pia Ibrahimu yatamshitua siku ya kiyama kumkaribia Allah tabaraka wa taala kuwaombea wanadamu. Na ukiangalia ilikuwa ni katika njia ya dawa, si kwamba alifanya kumkosea Allah tabaraka wa taala, alitaka awafedheshe wapi wale wenye kuabudu masanamu. Lakini Isa naye vile vile siku hiyo itamtisha kumkaribia Allah, pale atakapoambiwa kwamba nenda kwa Allah ukatuombee tuondoke kwenye kisimamo, atasema hapana, watu wangu mimi walinifanya Mungu duniani, leo nitamkabili vipi Allah tabaraka wa taala? Hivi Isa aliwataka watu wamfanye Mungu? Hakutaka, lakini ataogopa kutokana na siku hiyo ilivyokuwa nzito. Kwa hiyo wale ambao watakuwa wako kwenye fikra siku zote kuhusu kiyama, basi watu hao watapewa dhiya na Allah tabaraka wa taala, watapewa nuru ili waangaze waelekee kule kulikokuwa sawa. Siku moja bwana mmoja anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mata saa? Mtume, nataka uniambie kiyama kitakuwa lini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, wa madha a'adatta laha, kwani mwenzetu umekiandalia nini kiyama? Wauliza kiyama lini, kwani umeandaa nini mwenzetu, hebu tuambie. Yule bwana akamwambia, mimi sijaandaa chochote isipokuwa na kupenda wewe tu na maswahaba, na kupenda wewe Abu Bakari na mpenda Umari. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kila mwenye kumpenda atakuwa pamoja na yeye anampenda katika pepo. Inshallah wewe utakuwa pamoja na mimi na watu wema katika pepo. Yule bwana akafurahi sana. Lakini Mtume katika hili ilikuwa anatufundisha kwamba lazima tuwe na maandalizi na siku hiyo, si siku ya mchezo. Ndio maana alimuuliza yule bwana, wa madha a'adatta laha, umekiandalia nini kiyama kukabiliana nacho? Sio siku ya mchezo. Alladhina yakhshawna rabbahum bilghaibi, wale ambao wanamuogopa Mola wao kwa siri na kwa ghaibu. Wa hum minas saati mushfiqun, na wao katika habari za kiyama ni wenye kuziogopa. Kuna watu wanamuogopa Allah kwa siri, lakini kuna watu wanamuogopa Allah kwa ria. Tumeelewana? Mara nyingi ukifanya jambo kwa siri
ukifanya ibada kwa siri inakuwa na thamani kubwa kuliko kuifanya kwa dhahiri. Kuna maana mbili: kumwamini Allah ambaye haonekani au kumwamini Allah kwa siri. Leo mtu aweza akawa anasoma Qur'ani ili watu wamsikie anasoma, asifiwe. Leo kuna mtu anaswali kwa sababu pale mtaani wazee wenziwe wanaswali na yeye aonekana anaswali. Huyu itakuwa hajamwamini Allah kwa ghaibu. Tumeelewana? Yale unayoyafanya dhahiri ndio yale uyafanye kwenye siri. Kama unaswali kwa khushui mbele za watu, na ukiwa peke yako pia uswali kwa khushui. Kama unaswali kwa unyenyekevu ukiwa kwa watu, basi ukiwa peke yako nao vile vile ufanye kwa unyenyekevu. Isiwe kwamba unaonyesha watu katika yale unayomfanyia Allah tabaraka wa taala. Wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu, na hii Qur'ani ni mtajo uliobarikiwa, anzalnahu, ambao tumeuteremsha sisi. Maneno yaliyotangulia yalikuwa yakizungumzia nini? Yakizungumzia Taurati ya aliyopewa Musa na nani? Na Harun. Baada ya hapo Allah tabaraka wa taala anasema wa hadha dhikrun mubarakun, na hii Qur'ani ni mtajo na ukumbusho uliobarikiwa, anzalnahu, ambao tumeuteremsha. Fa antum lahu munkirun, afa antum lahu munkirun, vipi nyinyi mnakuwa ni wenye kuupinga wakati tayari Allah ameubariki mtajo kama huu? Wa hadha dhikrun mubarakun, na hii Qur'ani ni mtajo na ukumbusho uliobarikiwa, anzalnahu, ambao tumeuteremsha sisi. Afa antum lahu munkirun, basi nyinyi mtakuwa ni wenye kuupinga na kuukanusha. Jawabu kwamba msiukanushe wala msiupinge, muufuate mtajo kama huu. Hapa tutaona kwamba Qur'ani Allah tabaraka wa taala ameisifu kuwa ni yenye baraka, lakini alipozungumzia Taurati na Injil Allah tabaraka wa taala akusifu kwamba ni mubarak. Tumeelewana? Maana yake nini? Nini maana ya baraka? Nani aweza kutuambia maana ya baraka? Baraka maana yake nini, ambayo Qur'ani imesifiwa kuwa ni iliyobarikiwa? Baraka katika lugha ya Kiarabu ni ziyadatul khairi fi shay'i, ni kuzidi khairi katika jambo. Jambo linokuwa na khairi linaambiwa jambo hilo lina nini? Lina baraka. Kwa hiyo Qur'ani ni kitabu ambacho kinazidi baraka, kinazidi khairi siku zote, ukitofautisha na vitabu ambavyo vimetangulia. Vitabu vilivyotangulia muda wake umekwisha, lakini Qur'ani kila siku mambo mapya yanavumbuka kupitia taarifa za Qur'ani. Kama tulivyoelezea jana kuhusu vyombo vya usafiri, vilitabiriwa katika miaka iliyopita, lakini tunaona leo khairi ile inapatikana, na bado khairi nyingi zitapatikana ambazo zimebashiriwa na nini? Na Qur'ani. Mengi yaliyozungumziwa, miongoni mwa khairi hizo zilizopatikana ni habari ya kuhusu bahari mbili kukutana. Ni miaka 1400 ilizungumziwa, leo ulimwengu umekuja gundua mambo kama hayo, na mfano hayo ambayo tutaendelea kuelezea katika aya zinazofuata. Kwa hiyo anasema Allah tabaraka wa taala, wa hadha dhikrun mubarakun, na hii Qur'ani ni mtajo na ukumbusho uliobarikiwa, anzalnahu, ambao tumeuteremsha. Uliobarikiwa maana yake uliokuwa na khairi nyingi ndani yake. Afa antum lahu munkirun, na ni vipi nyinyi basi mnaukanusha mtajo kama huo? Walaqad ataina Ibrahima rushdahu, kwa hakika tumempa Ibrahim mwongozo wake, min qablu, tokea mdogo, tokea haja kuwa nabii. Tumeelewana? Qablu hapa imekuwa ni mabniyu liinqita'ihi lilidhafa, mabniyu ala dham liinqita'ihi min alidhafa, taqdirihi min qabli sigharihi au min qablihi, lakini imejengewa na dhumma kwa sababu imepukana na idhafa. Allah tabaraka wa taala Ibrahim alimpa mwongozo tokea bado akiwa ni mdogo, na hii inatokea kwa mitume karibia wote. Mitume wa Allah tabaraka wa taala sio kwamba wanapewa mwongozo na hikma pale wanapopewa utume tu. Mchukulie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume wetu Muhammad wakati yuko Maka kulikuwa na magoma pale yakipibwa. Kuna siku moja alitamani kwenda na yeye kuangalia watu wafanya nini huko, bado ni mdogo.
basi kuja tahammaki alipitiwa na usingizi akawa amelala mpaka kujashtuka watu wameshamaliza magoma yao. Mpaka shtuka labda afikirie tena akuta hamna. Tumeelewana? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati yuko katika malezi ya Bani Saad kwa kina Halima Tusaadia, alikuja chukuliwa katika michezo yeye na watoto wenziwe. Malaika walikuja mchukua wakaenda mfanyia operation, wakampasua, wakamtoa, Waswahili wanasema nyongo, wakamtoa ile sehemu ambayo inaika vifundo, inaika uchuki, inaika nini, wakamsafisha vizuri, alafu wakamfunga vizuri. Watoto wenziwe wakakimbilia katika nyumba ya Ibn Sa'id kwenda elezea kwamba tumemuona huyu kijana huyu amefanywa hivi na hivi. Wale watu wakashtuka kabisa, ambayo baadaye walifunga azma kwamba wamrudishe kwao mtoto huyu, anaonekana na maajabu, yaweza akajatupatia matatizo, wakamrudisha kwao. Lakini yale yote yalikuwa Allah tabaraka wa taala ni kumwandaa nani? Kumwandaa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajekuwe ni mtu na kiongozi katika umma huu. Kwa hiyo Ibrahimu nayo ni vile vile tokea udogoni Allah tabaraka wa taala alimwandaa, kama ambavyo tutaona hapa. Allah anasema walaqad ataina Ibrahima rushdahu min qabl, tulimpa kwa yakini, tulimpa Ibrahim mwongozo wake kabla haja kuwa mtume, kabla haja kufikia kwenye kiwango cha utu uzima. Wa kunna bihi alimin, na sisi tulikuwa tukimjua vizuri yeye Ibrahim, kwa sababu tulikuwa tukimkuza na kumwandaa ili ajepokee ile risala. Idh qala li abihi, pale alipomwambia baba yake. Angalia mwongozo alipewa na Allah tabaraka wa taala tokea akiwa mdogo. Idh qala li abihi, pale alipomwambia baba yake ambaye ni mzee Azar, wa qaumihi, na watu wake, ma hadhihi tamathilu lati antum laha akifun, ni nini haya, yana faida gani haya majisanamu ambayo nyinyi mmebakia mkisimama na kuyafanyia ibada, yanasaidia nini madude haya? Tumeelewana? Bado Ibrahimu wakati huo ni mdogo, lakini Allah amempa muongozo kama alivyosema walaqad ataina Ibrahima rushdahu min qablu, kwamba hili alipewa kabla hajapewa utume, na maneno haya aliyasema tokea Ibrahim bado yuko mdogo akimhoji baba yake. Yote haya yalikuwa ni kama ishara kwa mzee yule. Ukumbuke kwamba mzee Azar ndiye alikuwa mtengenezaji wa masanamu. Baba yake Ibrahim ndio alikuwa akitengeneza masanamu akiwauzia watu ili wayaabudu. Kwa hiyo Ibrahimu ilikuwa mambo yale akiyaona muda mrefu pale nyumbani, mwisho akamkabili mzee wake akamwambia ma hadhihi tamathilu lati antum laha akifuna, yana nini haya, ni nini haya masanamu ambayo nyinyi mmebakia mkiwa mnayaabudu na kuyafanyia ibada? Ataka jawabu litoke kwa mzee wake. Qalu, wakasema kumjibu, wajadna abaana laha abidin, sisi tumewakuta wazazi wetu, tumewapata wazazi wetu wakiabudu haya, kwa hiyo na sisi tumerithi kwa wazazi wetu. Angalia hoja zilizokuwa za kipuzi, za kitoto kabisa. Yani unachomuona baba yako tu afanya na wewe basi wafanya, badala ya kutoa hoja zenye mashiko. Wao wasema tumewakuta wazazi wetu wakifanya hivi na sisi tumefanya, walikuwa wakiabudu na sisi tumeabudu. Na hizi hata watu wa bid'a na watu wengine pia ukiwauliza kwa nini mwafanya hii bid'a, utawaambia bwana, kwani kuna ubaya gani bwana? Wewe wajua sana kuliko shehe fulani, amtaja shekhe aliyopita. Wewe wajua sana kuliko fulani. Maana yake ni yale yale, wajadna abaana laha abidun, tumewakuta wazazi wetu waabudu, kwa hiyo hatuna sababu ya kutafuta uhalisia wake na usahihi wake. Madamu wao walikuwa waabudu, sisi tufuata tukichwa mchunga, taklidul a'ma, kama vile anavyofuata kipofu. Kipofu ukimuongoza, ukiingia kwenye shimo na yeye ataingia kwenye shimo, ukikanyaga tope na yeye atakanyaga tope. Tusiwe hivyo. Waislamu tumepewa akili timamu, lile ambalo unalifuata na lile unaloambiwa basi uhakikishe kwamba liko sahihi na liko katika taratibu njema. Qalu wajadna abaana, wakasema kumjibu, tumewapata wazazi wetu, wajadna abahana, tumewapata wazazi wetu, laha abidin, wakiabudu haya masanamu, kwa hiyo na sisi tumefuata athari zao.
qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Ibrahim akaambia wallahi mmekuwa nyinyi na baba zenu katika upotevu uliokuwa wazi. Kama mwafuata baba zenu tu, hamna hoja nyingine ya kutetea ibada hizi, basi nyinyi na baba zenu mko katika upotevu uliokuwa wazi. Ni jambo la wazi kwamba haya hayasaidii chochote. Tumeelewana? Laqad kuntum antum wa aba'ukum, wallahi mmekuwa nyinyi na wazazi wenu na baba zenu fi dhalalin mubin, katika upotevu uliokuwa wazi. Qalu, wakasema, ajitana bil haqqi, hivi umetujia umetuletea lilokuwa na haki, am anta minal la'ibin, au wewe miongoni mwa wenye kufanya mchezo na upuzi. Kwa sababu wazazi wamepita walikuwa wakiabudu, wakaja rika jingine wakawa waabudu, wakaja wengine wakawa wanaabudu, mpaka tumefikia sisi leo wasema haya kwamba tuko kwenye upuuzi na upotevu. Hivi una haki uliotuletea Ibrahim, au wewe ni miongoni mwa wenye kufanya mchezo na mizaha katika jambo hili? Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna. Ibrahim akasema kuambia, bali nyinyi Mola wenu mlezi na Mola mlezi wa mbingu saba na Mola mlezi wa ardhi, alladhi fatarahunna, ni yule ambaye ameviumba vitu hivyo. Ibrahim katika moja ya kuonyesha kwamba vile si chochote si lolote katika kuabudiwa, aliwapeleka katika kazi za Allah tabaraka wa taala, kwa sababu humuoni Allah tabaraka wa taala, wala wao wasingeweza kumuona. Na makafiri siku zote hawataki kuambiwa kwamba kuna hivi kuna hivi, hawataki kuambiwa mambo ya imani. Ukimwambia Allah atakaone huyo Allah ni yupi ambaye tumwabudu. Kwa hiyo wale walikuwa ibada zao zinaonekana, miungu yao inaonekana. Wewe Ibrahimu, Mungu wako ni yupi? Ndio maana akawapeleka moja kwa moja kwenye nini? Kwenye mbingu. Kana kwamba anawaambia, aliumba mbingu mwamjua? Aliumba mbingu ardhi mwamjua? Je, hawa wameumba nini mnaosema mnawaabudu? Ndicho ilichokuwa hoja yake Ibrahim, kuambatanisha na nini? Na mbingu na ardhi. Qalu qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna. Ibrahim akamwambia, bali Mola wenu mlezi ni Mola wa mbingu saba na ardhi, alladhi fatarahunna, ambaye kwamba ameviumba hivyo. Wa ana ala dhalikum minashahidin, na mimi miongoni mwa nyinyi ni miongoni mwa wenye kushuhudia. Wa ana ala dhalikum, na mimi juu ya hilo, minashahidina, ni miongoni mwa wenye kushuhudia. Mimi nashuhudia kwamba nyinyi hamna Mola wala mstahiki kuabudu haya, mnastahiki kumwabudu yule aliyeumba mbingu na ardhi, kwa sababu amewekea mbingu, amewekea ardhi. Yeye ndo anoiendesha mbingu na ndo anoendesha ardhi, na ndio anowaendesheni nyinyi. Kwa hiyo huyu aliyofanya haya ndo anostahili kuabudiwa kuliko hii misanamu yenu ambayo mmeisimamisha. Wa ana ala dhalikum, na mimi juu ya hayo, mina shahidin, ni miongoni mwa wenye kushuhudia kwamba ana haki yeye wa kuabudiwa. Watallahi, anasema Ibrahim, na naapa kwa jina la Allah, la akidanna asnamakum, nitayafanyia kitu mbaya masanamu yenu. Watallahi, na naapa kwa jina la Allah, la akidanna asnamakum, nitayafanyia kitu kibaya masanamu yenu, baada an tuwallu mudbirin, baada ya kuondoka na kuyapa mgongo. Mkigeuka kuyapa mgongo, tumkenda kwenye shughuli zenu, nitayafanyia kitu kibaya. Maneno haya Ibrahim, wafasiri wanasema hakuyazungumza mbele ya wale wazee wake wala wale wenye kuyaabudu, bali yalinaswa na kijana ambaye alikuwa pembezoni mwake. Kama mtu akijisemea kwamba hawa wajifanya wajanja hawa, nitapiga tu, nitafanya hivi tu. Kumbe kuna kijana pembeni alikuwa akimsikia Ibrahim. Ibrahim hakutaka neno lile akuwa liwafikie wenyewe. Tumeelewana? Ataka afanye yale mambo yake anayoyafanya, ili baadaye aje awaongoze kupitia kule kushindwa kwao kwa masanamu yao. Lakini kwa bahati nzuri au mbaya, katika kujisemea kule, maneno yake yakanaswa kwamba nitawafanyia kitu kibaya masanamu yenu pale mtakapogeuka na kuyapa mgongo. Ni kweli ilikuwa imefikia, yanasemekana kwamba ilikuwa kila baada ya mwaka walikuwa na sherehe zao wakifanya kama Eid. Kwa hiyo ikafika siku ile ambayo watu wote wanatoka kwenye majumba yao, wanaenda katika sehemu za kukusanyika
kwa ajili ya kusherekea sikukuu yao. Siku hiyo hiyo Ibrahimu naye ndo alioiweka kwamba atakifanyia kitu kibaya kuyafanyia yale masanamu. Walipoondoka, baadhi ya mufassirina wanasema mzee wake alimwambia Ibrahimu, twende kwenye sherehe, kwa nini hutaki kushiriki na wenzio, twende na watu. Ibrahimu akatoka, akashikwa mkono, akatoka, kaenda. Kufika njiani akaanguka chini, kaekti kwamba naumwa mzee, siwezi kwenda. Hapo basi mrudisheni nyumbani. Akarudishwa nyumbani, watu wakaendelea kwenye ibada zao. Kumbe Ibrahimu ile ilikuwa ni technique tu. Allah tabaraka wa taala amezungumzia, kama sikosei, katika surati Shuara kwamba Ibrahimu alisema inni saqim, fanadhara nadratan fi nujum wa qala inni saqim, akasema mimi ni mgonjwa. Yasemekana alijiangusha pale, akasema siwezi kuendelea huko kwenda kwenye sherehe hizo, nirudishwe nyumbani. Akarudi nyumbani. Kumbe lengo lake lilikuwa ni kwenda kuyafanyia vile alivyopanga yale masanamu. Kwa hiyo walivyoenda zao, ikawa mji uko tuli na ile sehemu ya ibada yao ya masanamu yao iko tuli, haina mtu. Ndipo Ibrahimu alipoingia, Allah tabaraka wa taala asema faja'alahum judhadhan, akayakatakata yote, akayavunja yote, illa kabira lahum, isipokuwa lile kubwa lao, la'allahum ilayhi yarji'un, ili wao wapate kurejea kwa hilo kubwa watakaporudi. Yote yale akayavunja, piga mashoka, vunja mikono, sijui na nini, lile kubwa kaliacha salama. Faja'alahum judhadhan, akayafanya ni vipande yote, akayavunja vipande yote, illa kabira lahum, isipokuwa lile kubwa lao, la'allahum ilayhi yarji'un, ili wapate kurejea watakaporudi, wapate kurejea kwaye pale watakaporudi. Kweli baada ya hapo watu wakarudi kwenye sherehe yao, kuja kuendelea na kazi zao za kawaida. Walipoenda katika sehemu zao za ibada kutoa shukurani kwa siku kuu ile, tumeelewana kufika, walishangazwa kuona kwamba masanamu yao wanaoabudu yote yamevunjwa isipokuwa moja ndio limebaki salama. Ghafla kuona hivyo, qalu, wakasema, man fa'ala hadha bialihatina, ni nani huyo aliyofanyia haya miungu yetu? Innahu la minadh-dhalimin, kwa hakika huyo itakuwa ni miongoni mwa madhalim, ni miongoni mwa wenye kudhulumu. Amekuja ameyafanyia hivi masanamu yetu. Angalia wanadamu namna walivyokuwa na akili finyu. Ili lilikuwa la tosha, kabla hata kumtafuta aliyofanya ni nani, liwaongoze katika usawa. Lakini wanadamu wamekuwa wana akili fupi, aswa mtu ambaye hana nuru ya Uislamu. Uislamu unapoingia kwenye kifua cha mtu inamtengeneza akili. Yani Waislamu Mungu kawapa akili. Tumeelewana Wewe angalia, mtu anasoma mpaka anakuwa na PhD, anakuwa mpaka profesa, lakini enda sujudia sanamu. Mfikiri ni kukosa nuru ya Uislamu kwenye kifua chake. Profesa, umesoma nini wewe uso discuss kwenye kichwa chako? Ukaona hili sanamu limetengenezwa na mwanadamu mwenzangu, lawaje na utukufu mpaka mimi nikitema goti nilisujudie? Hakuna akili hiyo. Profesa wako wote uliosoma, PhD yote uliofikia, degree uliopata, masters uliokuwa nayo, bado wewe ndio kitema goti. Inna lillahi wa inna, tushukuruni jamani. Hakuna neema kubwa anayopewa mwanadamu kama kuwa Muislamu. Kwa sababu ukishaipata neema ya Uislamu tu, basi hata akili yako inafunguka. Hakuna Muislamu taira wa kiasi hiki. Hakuna. Hata yule wa chini kiakili hana hilo. Lakini angalia, mtu atamaliza umri wake kusoma mpaka atakuwa na upara hapa kwa kusoma. Wengine mpaka wachelewa kuzaa kwa sababu ya kusoma. Waambiwa mara kasomea hiki mpaka hajafikia miaka 60 ndio atafuta mke aoe. Akioa aza wajukuu, lakini pia akili yake haija mkaa sawa sawa, asujudia sanamu. Kusoma kote hajafundishika maskini. Kwa hiyo hawa mabwana ilikuwa inawatosha wao pale walipokujaona kwamba miungu ya vipi hii ambayo yapigwa yavunjwa na hakuna hata Mungu mmoja wala kushirikiana kupambana na yule anawavunja. Ilikuwa la tosha hilo basi waone hii sio miungu. Lakini bado wakawa wangangana. Sikiza maneno yao. Qalu man fa'ala
hadha bialihatina innahu laminadh-dhalimin, ni nani huyo aliyoyafanyia haya miungu yetu, kwa hakika huyo atakuwa ni miongoni mwa madhalim waliodhulumu. Sasa kwa ni miungu yenyewe si miungu hiyo, yashindwaje kuadhibu? Qalu, wakasema, sami'na fatan, watu wengine wanawaambia sami'na fatan, tumemsikia kijana mmoja hapa, yadhkuruhum, akiwataja vibaya, yuqalu lahu Ibrahim, huyo kijana akiitwa Ibrahim tumemsikia akiwataja vibaya. Ni yule aliyomsikia akisema la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin, kwamba nitawafanyia kitu kibaya masanamu yenu mkiondoka mkitoa mgongo. Akawaambia kwamba ni kijana mmoja nilimsikia akiwataja kwa vibaya, huyo kijana aitwa Ibrahim. Basi wakatoa amri kwamba ashikwe, akamatwe Ibrahim, aletwe kwenye macho ya watu, ajithibitishe, na ikithibitika ni yeye basi adhibiwe, ili watu wengine wajifunze kuvuruga masanamu ya watu na kuvunjavunja masanamu ya watu. Qalu fa'tu bihi, wakasema mleteni huyo, ala ayunin nasi, mbele ya macho ya watu, la'allahum yashhadun, ili wapate kushuhudia ile adhabu kali tutakoitoa. Na siku zote adhabu inatolewa mbele za watu ina mafundisho kwa wengine. Ndio maana hata adhabu ya mzinifu yatakiwa ishuhudiwe na kundi kati ya waumini, kwa sababu watakaoshuhudia basi wataacha kuifanya dhambi ile. Na wao pia walitumia njia hiyo hiyo, kwamba ili tulikomeshe hili basi ni kumpa adhabu mbele ya macho ya watu. Yule mwenye tabia mbaya kama Ibrahim ataacha kufanya hivyo kwa itikadi yao. Qalu, wakasema, fa'tu bihi, mleteni huyo, ala ayunin nasi, mbele ya macho ya watu, la'allahum yashhadun, ili wapate watu kushuhudia. Qalu, alipoletwa, kakamatwa, sasa kaletwa, watu wakaanza kumuuliza, a anta fa'alta hadha bialihatina ya Ibrahim, wewe ndiye uliofanyia hivi kwa miungu yetu Ibrahim? Qalu, wakasema, a anta fa'alta hadha bialihatina ya Ibrahim, wewe ndio uliowafanyia hivi vibaya miungu yetu ewe Ibrahim? Qala, Ibrahim kwa ushujaa akasema, bal fa'alahu kabiruhum hadha, aliowafanyia vibaya wenziwe ni mkubwa wao huyu. Akalielekeza lile lilobaki salama. Waona Uislamu watu walivyokuwa na akili. Ibrahim kwa nuru ya Uislamu amekuwa na akili, amewazunguka hata mijitu mikubwa. Nuru ya Uislamu. Muislamu uwe na furaha kwa kuwa wewe ni Muislamu, kwa sababu una akili timamu. Allah tabaraka wa taala amekufanyia refreshing katika akili yako iko safi kabisa, wala usiwe na wasiwasi. Ibrahimu hapo bado hajakuwa hivyo, lakini ameshinda mijibaba ambayo haijui hata kwamba hii ni mijigongo tu na mijidude, haina sababu yote ya kuabudiwa. Kwa hiyo anawaambia, bal fa'alahu kabiruhum hadha, aliowafanyia vibaya haya ni huyu mkubwa wao, ni huyu mkubwa wao. Fas'aluhum, waulizeni wenyewe, in kanu yantiqun, wakiwa wanazungumza, ikiwa wanaweza kuzungumza, waulizeni nani aliowavunja vunja. Kama hao watakuwa ni majeruhi zaidi, muulizeni hili lilobaki salama, maana lilikuwepo hapa nikiangalia. Sasa mtafuta nini? Wale bwana kaona huyu jamaa, huyu kijana mdogo, huyu bwana mdogo, wenyewe itabwa mdogo, huyu bwana mdogo huyu si mchezo. Farajau ila anfusihim, wakazirejea nafsi zao, kana kwamba wasema ni kweli, lakini anasema tumuuliza huyu wakati mkubwa kabaki salama. Kama hawa labda wamejeruhiwa sana, na wengine bado wana hali nzuri, hao maana wamekatwa mikono. Mtu mwenye kukatwa mkono mdomo si wasema, kama kavunjwa mguu usemi kwamba mguu ndio uliovunjwa. Fasaluhum in kanu yantiqun, waulizeni kama wanazungumza, ili wawaambie nani aliwavunja vunja. Allah tabaraka wa taala ananukuu matukio yote haya, anamzungumzia mtume wetu Muhammad. Hivi ni visa ambavyo anazungumziwa nani? Anazungumziwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio kwamba ni maneno tu. Haya anaelezwa mtume Ibrahimu alikopitia, ili na yeye aone kwamba mwenzie kama mtume mwenziwe alipitia kwenye mapito gani, na yale aliyomkuta yalikuwa ni aina gani, na vipi Allah alimvusha katika hali hizo.
na yeye vile vile atamvusha katika majanga yake. Kwa hiyo ni kama amefunguliwa TV, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaona ili ajifunze kupitia katika matukio haya. Allah anasema faraja'u ila anfusihim, wakazirudi nafsi zao. Faqalu, wakasema innakum antumudh dhalimun, kwa kweli nyinyi ndio kweli ni madhalimu, nyinyi kweli ndio madhalimu nyinyi. Wanaambiana wenyewe kwa wenyewe kwamba tizama kijana mdogo huyu atushika pabaya, kwamba atuambia turudi katika kuwauliza wale, na kweli wale ni madude tu, hayazungumzi na sisi tunajua, lakini tuabudu hivyo hivyo. Wakawa wanaambiana sisi kweli tumedhulumu. Faraja'u ila anfusihim, wakazirejea nafsi zao. Faqalu, wakasema kuambiana wao kwa wao, innakum antumudh dhalimun, nyinyi kweli ni madhalim. Thumma nukisu ala ruusihim, kisha wakakita vichwa vyao. Kakita si Kiswahili sahihi, wakazamisha vichwa vyao kufikiria. Laqad alimta ma haula yantiqun, huku wakisema kumwambia Ibrahim, kwa yakini wewe wajua kwamba hawa hawazungumzi. Kwa nini watawaambia tuwaulize na wewe wajua hawazungumzi? Mwanzo walikiri, lakini wakaona mtoto mdogo tutampaje pawa huyu na ushindi, tusimamieni kwenye msimamo wetu pale pale. Thumma nukisu ala ruusihim, kisha wakakita na kusimamisha vichwa vyao, huku wakisema kumwambia Ibrahim, laqad alimta, kwa yakini wewe Ibrahim unajua, ma haulai yantiqun, kwamba hawa masanamu hawazungumzi, wewe wajua pia. Ibrahimu pale alipoweka mtego wake pale pale wakawa wameingiza miguu. Kumbe ile ilikuwa ni mtego. Ibrahim ataka waeleze hayo kwamba hawa hawana uwezo wa kuzungumza, kwa nini watuambia tuwaulize? Qala, akasema Ibrahim, afata'buduna min dunillah, sasa vipi na viabudu ambavyo kinyume cha Allah tabaraka wa taala, ma la yanfa'ukum shay'an, ambavyo haviwanufaishi nyinyi chochote, wala yadhurrukum, wala haviwadhuru nyinyi. Mwaviabuduje vitu ambavyo haviwadhuru wala haviwanufaishi? Mkiviabudu haviwanufaishi, mkiacha kuviabudu haviwadhuru. Ambayo yoyote yule ambaye anajinatangazia kuwa yeye ni Mungu, lazima sifa mbili hizo awe anazo, awe anadhuru na awe ananufaisha. Anadhuru wakati gani? Anadhuru pale amri zake zikiwa hazikutekelezwa. Na ananufaisha wakati gani? Ananufaisha pale wakati wa amri zake zimefanyaje? Zimetekelezwa. Na hizi ndio sifa pia miongoni mwa sifa za Allah tabaraka wa taala. Ni miongoni katika majina 99 ya Allah tabaraka wa taala. Ukiangalia majina 99 ya Allah, moja wapo litakuwa nini? Miongoni mwa majina ya Allah itakuwa nini? An-Nafi' adharu, mwenye kunufaisha na ni mwenye kudhuru. Ananufaisha wakati gani Allah? Pale utakaposimama kutekeleza ibada zake na maamrisho yake, Allah atanufaisha, atakulipa. Na Allah ni mwenye kudhuru wakati gani? Ni pale utakapokuwa mkaidi wa kuacha mafundisho yake, Allah atakudhuru, atakuadhibu. Lakini masanamu haya hayana sifa hizo. Kama hayana sifa hizo, hawana haki ya kuabudiwa, kwa sababu wako ambao watakataa kuwaabudu, hawatuwadhuru masanamu haya. Wako ambao watakubali kuwaabudu, hawatuwanufaisha. Miongoni mwenu nyinyi hayawanufaishi nyinyi haya. Angalia jambo moja tu mjue kwamba hayawezi kuwanufaisha. Mbona haya kujikinga na madhara ya kuvunjwa? Kama yameshindwa kujinufaisha yao wenyewe na kujikinga na madhara hayo yenyewe, yaweza kukukinga na madhara yako wewe unaoyaabudu. Kama yameshindwa kujinufaisha yao, yataweza kukunufaisha wewe unaoyaabudu. Kwa hiyo Ibrahimu akawaambia maneno haya ambayo ni mwongozo mkubwa. Qala afata'buduna min dunillah, vipi sasa mnaabudu kinyume cha Allah tabaraka wa taala, ma la yanfa'ukum, vile ambavyo haviwanufaishi nyinyi mkiviabudu, wala shay'an, kwa kitu chochote, wala yadhurrukum, wala haviwadhuru nyinyi mkiacha kuviabudu. Kwa nini mwaviabudu hivi? Muabuduni yule ambaye mtakapomwabudu atawanufaisheni, na mtakapoacha kumwabudu atawadhuruni, ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Ufil lakum, komeni, acheni. Walima ta'buduna min dunillah, na vipi mnaviabudu
kinyume cha Allah tabaraka wa taala vitu vya namna hiyo. Afala taqilun, hivi nyinyi kweli mna akili? Hivi nyinyi kweli mnazingatia? Walima taabuduna min duni Allah, na kwa nini na vipi mnaabudu kinyume cha Allah tabaraka wa taala ambavyo havina sifa hizo? Afala taqilun, hivi kweli nyinyi mna mazingatio, mnazingatia? Yoyote ambaye anaabudu kinyume cha Allah, Allah hapa amemsifu kwamba huyu hana nini? Ana akili. Angalia ibada za kishirikina zote, angalia ibada zilizokuwa za Kiislamu zote, utakuta watu wanapelekwa tu kichwa mchunga, bali wameshikiwa akili wengine na viongozi wao wa dini, bila kuangalia hata maandiko yaliyokuwa kwenye vitabu vyao yanataka nini. Chunguza, wanapelekwa tu kama mbuzi, kama kondoo. Lakini katika Uislamu, Allah aliyoifanya nuru ya Uislamu, leo mimi hapa kama nitazungumza jambo jema, mtakubaliana na mimi moja kwa moja kwa sababu lipo kwenye sheria. Lakini kama nitakuja na jambo ambalo halipo kwenye sheria, mfano niseme Waislamu maruhusiwa kuoa zaidi ya wake wanne, mtaniacha nyinyi? Mtaniacha? Nije niwaambie shekhe kuna kipindi akifikia daraja atakiwa aabudiwe na wafuasi wake, mtaniacha? Nikiwaambia mimi kwamba mtu ana uwezo kumuoa mama yake mzazi, mtaniacha? Lakini wenzetu akisema kiongozi wake chochote, hata kama kwenye makosa, hakiko kwenye andiko, wanafuata kama jikondoo tu, waenda watu. Kwa sababu Allah tabaraka wa taala nuru ya akili ameiweka kwenye Uislamu. Ukiwa Muislamu utakuwa na akili timamu, utakuwa na akili timamu automatically. Na ukiacha Uislamu utakuwa kama kondoo automatically. Hata usome uwe ni profesa, bado wewe ni kondoo tu, bado utafuata tu, utapelekwa na jitu tu linakuongoza, kwa sababu ushamwitakidi ni kiongozi wako. Hata kama maandiko yaliyokuwa kwenye kitabu chako yanazungumza vingine, madamu kazungumza kiongozi wako, basi waenda tu, fuata tu kama trailer vile. Kwa hiyo shukuruni sana kupewa nuru ya Uislamu. Nuru ya Uislamu ina mambo mengi. Mtu akiwa na Uislamu kwenye kifua chake anafungukiwa na mambo mengi. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anawanukuu hawa wenye kuabudu masanamu kwa kusema afala taqilun, hivi mna akili timamu nyinyi mkaviabudu ambavyo havina madhara mkiacha kuviabudu, havina manufaa mkiviabudu, hamnufaiki chochote mkiviabudu, hamdhuriki na chochote mkiacha kuviabudu, lakini mmeshikamana tu msujudia. Lakini hoja tumewakuta wazazi wetu wakifanya hivi. Angalia, siku zote haki siku zote haishindwi na batili. Kijana mdogo tu Ibrahim, tumeelewana, amewashinda majitu makubwa, hawakuweza kuweka hoja. Angalia natija yake, matokeo yake nini? Qalu, wakasema kuambiana, harriquhu, mchomeni moto Ibrahimu, wansuru alihatakum, na inusuruni miungu yenu, in kuntum fa'ilin, ikiwa nyinyi ni wenye kufanya. Kilichobaki ukijana ni kubwa kibiriti akaungua, tukasalimika, sisi tukabaki na ibada zetu. Haya ndio hoja hizo, ndio watetea hoja hiyo. Si dalili ya kushindwa. Wameshindwa kwa hoja, wakimbilia kuadhibu. Na hata ukiangalia katika zama zetu hizi, makafiri ukiwaenda nao kwa hoja, mwisho ukiwa umewashinda kwa hoja, watakupangia mikakati. Ndio kawaida, pange mikakati, yule ni hivi, yule sijui gaidi, yule si, yote ni porojo, hakuna gaidi. Porojo tu. Lengo nini? Lengo kwa sababu hawana hoja, kaeni kwenye meza. Kul hatu burhanakum, kaeni kwenye meza, na hao wakae kwenye meza, watu kila mmoja aweke maandiko yake, tuangalie ni yapi yaliyokuwa sawa. Lakini ukiwa utasema hivyo, utambua huyu achochea, huyu ni hivi, kwa sababu hawana hoja ya kutetea. Kwa hiyo hata Ibrahim alayhi salatu wasalam aliwaonyesha hoja za kiakili tu, na walishindwa. Mwisho wa yote wakakimbilia kwenye kumwadhibu. Qalu wakasema harriquhu, mchomeni moto, wansuru, alafu inusuruni alihatakum, miungu yenu, in kuntum fa'ilin, ikiwa nyinyi itakuwa ni wenye kufanya. Allah tabaraka wa taala kama alivyoahidi, inna lanansuru
rusulana, sisi tutawaokoa na kuwahifadhi mitume yetu. Walikoka moto, mufassirina wanasema moto ule ulikokwa ndani ya mwaka mzima kuni zake, wallahu aalam. Wako wengine walisema ni miezi 6, wengine walisema miezi kadhaa, lakini inaonyesha kwamba moto ule ulikuwa ni wa kumaliza mchezo. Maana walihisi vijikuni vya wamama wanne tu waliobeba wakaleta, huyu haweza kasalimika, huyu haaminiki huyu kijana. Kwa hiyo kuni zilikusanywa muda mrefu. Kila mtu katika mji ule aliambiwa alete kuni kwa ajili ya kumchoma huyu kijana ambaye analeta balbala katika mji. Zikakokwa moto mkubwa. Wanasema wafasiri kwamba hivi vijindege pia vikipita karibu na ule moto vilikuwa vinakauka huko juu, vilivyokuwa mkali. Hata wao wenyewe moto ule hawakuweza kuusogelea. Waliandaa kitu mfano manjaniki, kitu kama kiti walichomfunga nacho, alafu wakakifyetua hivi kikamrusha katikati ya moto. Watu walifanya mazoezi mapema kabla ya moto kuukoka, wakawa wameandaa mpaka kitu cha kumrushia kwenye moto. Angalia walivyokuwa na mbinu kali za kuhakikisha kwamba dawa na dini ya Allah inastopu katika sehemu ile. Walipomkamata na kumweka kwenye moto, kwenye kile kifaa cha kumtupa kwenye moto, walipomfyotua kumweka kwenye moto, yasemekana Jibril alikuja akamwambia Ibrahim, madha turidu minni, wataka nini nikusaidie sasa hivi? Ibrahim akamwambia, ikiwa kutoka kwako hapana, ama kwa Allah yeye mwenyewe ndio nategemea huko, ama kutoka kwako Jibril sina chochote. Allah tabaraka wa taala ndipo aliposema kuambia moto, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, tukasema kuambia moto, ewe moto kuwa baridi na salama kwa Ibrahim. Maana yake kuwa baridi, usimuunguze wala usimharibu mwili wa Ibrahim, iwe ni kama yuko kwenye friji au yuko kwenye sehemu ya hali ya hewa. Qulna ya naru kuni, tukasema kuambia moto, ewe moto kuwa bardan baridi wa salaman na salama ala Ibrahim kwa Ibrahim, wa aradu bihi kaidan, na walitaka wao kumfanyia vitimbi, walitaka kumfanyia hila, faja'alnahum al-akhsarin, sisi tukawafanya ni katika wenye kupata hasara. Maana yake walipata tabu ya kukoka moto, kukusanya kuni, lakini mwisho wa yote yale matakwa yao Allah tabaraka wa taala hakuyapitisha. Ibrahim akabakia pale kwenye moto ukiwaka, na wao wakishangilia huko pembezoni kwamba moto ule umekuwa umemuunguza Ibrahim, lakini hali ya kuwa moto ule ukawa haukuweka jeraha lolote kwa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Na hivi ndivyo siku zote Allah tabaraka wa taala anavyoinusuru dini yake, bali na hivi ndivyo Allah tabaraka wa taala anavyowanusuru wale wenye kusimamia dini yake. Hii dini yapigwa vita kwa sababu inanyima maslahi ya watu. Walimwengu wanakosa maslahi ya kidunia kupitia dini hii, kwa sababu kuna nchi na kuna walimwengu utajiri wao ni kupitia riba, kudhulumu wenzao. Tunapozungumzia riba, maana ni kundi fulani kunyonya kundi jingine. Sijui umeelewa? Tunapozungumzia riba, watu wengi wanasikia tu riba, lakini riba maana yake ni kundi fulani kunufaika na mali za wenzao kidhuluma. Leo kuna vikoba humu, sijui vinini, vyote ni riba tu, kwa dhulumu wa mama wa watu. Kwa hiyo Uislamu unapiga vita mambo kama haya, na kuna majinchi makubwa kubwa uchumi wao umejengeka katika kudhulumu nchi ndogo ili wao wapate maisha ya juu. Kwa hiyo Uislamu, wanapoukubali Uislamu, maana yake wataacha tabia mbaya ile ya kuwadhulumu wengine na kujinufaisha wao. Wafikiri watakubali? Na wao hawana mashamba kwenye nchi zao kama tulivyokuwa sisi wa Afrika. Wao hawana madini kwenye nchi yao kama tulivyokuwa sisi wa Afrika. Useme leo waachane na miamala ya riba, watakubali? Useme wewe utaingiza Uislamu utawale katika nchi zao, watakubali? Na wao wameshazoea kuwa siku zote wao wawe bora. Ndio maana utaona Uislamu unapigwa vita, kwa sababu Uislamu unataka watu wote wawe sawa. Mtu awe tajiri, lakini utajiri wake upitie katika njia za haki.
Mtu awe masikini lakini umaskini wake uwe umesimama kwenye haki. Isiwe yule ni tajiri lakini utajiri wake umepitia kwenye mgongo wa fulani, kamdhulumu huyu, kampokonya huyu, kafanya huyu. Ndio hicho kinachogombanisha Uislamu na mahaya manchi ya kikafiri. Kwa hiyo siku zote wale wanaosimamia haki na uadilifu katika jamii wanapigwa vita, kwa sababu wanavunja maslahi ya watu ambao siku zote kazi yao ni kuwadhulumu wanyonge. Tumuombe Allah tabaraka wa taala ajalie katika yale ambayo tumefundishana, ayaweke katika mizani zetu siku ya kiyama. Kisa hiki kinaendelea, kesho insha Allah tutakiendeleza ili tuangalie mwisho wa yote Ibrahim alifanya nini na alielekea katika sehemu gani. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.